Historia iliandikwa hapa nchini Kenya wakati Papa Francis alipotua nchini kwa ziara yake ya kwanza barani Afrika kati ya tarehe 25 na 27 mwezi Novemba mwaka 2015. Taifa liliungana chini ya ujumbe wa matumaini, amani na mshikamano wakati wa ziara yake ambapo alizuru maeneo kadhaa hapa nchini. Ann Musungu anaarifu zaidi. Mnamo tarehe 25 Novemba mwaka wa 2015, Kenya ilikaribisha Papa Francis kwa taadhima kuu katika ziara yake ya kwanza barani Afrika. Wakenya kutoka kila kona ya taifa walijumuika kwa moyo mmoja, wakiwa na hamu ya kusikia ujumbe wake wa amani, mshikamano na matumaini kwa taifa na bara nzima. Alipowasili, Papa Francis alipokelewa na rais wa wakati huo Uhuru Kenyatta pamoja na viongozi wengine wa kitaifa. Taadhima ya mizinga 21 ilipigwa kwa heshima yake. Kwa kuonyesha unyenyekevu wake wa kipekee, Papa Francis alichagua kusafiri kwa gari aina ya Honda, akiepuka magari ya kifahari. Kitendo hiki kiliwagusa sana wa Kenya na kuimarisha uhusiano wake na watu wa kawaida. Licha ya kuwepo kwa mvua kubwa, maelfu ya watu walikusanyika katika chuo kikuu cha Nairobi kushiriki ibada iliyoongozwa na Papa akieneza ujumbe wa matumaini. Papa Francis alizuru pia mtaa wa Kangemi hapa jijini Nairobi na kutangamana na wakazi wa mtaa huo, akisisitiza dhamira ya kanisa kuisaidia walio na mahitaji. Katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini Nairobi, UNEP, Papa alizungumzia utunzaji wa mazingira na haki za kijamii. Na alipokutana na vijana moja kwa moja katika uwanja wa Kasarani, aliwahamasisha kuwa mabalozi wa amani, uadilifu na ubunifu. Cuando estés desesperado, cuando se te viene el mundo encima, mira la cruz. When you don't understand something, when desperation hits you, then look at the cross. Alipoondoka Kenya, Papa Francis aliacha taifa lililojaa ari mpya kwa ujumbe wake wa unyenyekevu, mshikamano na matumaini. Ziara yake haikuimarisha tu imani ya mamilioni, bali pia ilichochea harakati za mabadiliko ya kijamii na mshikamano wa kitaifa. Ann Musungu, KTN, Nairobi.